are encouraging those who stay in Nairobi against traveling up country during this period. Statistics have shown that majority of our elderly people live up country and that they are likely to get exposed, as it happened in Italy, by this kind of movement. Therefore, we would like to urge in the strongest terms possible to urge those who live in Nairobi to stay in Nairobi, those living up country to avoid traveling to Nairobi as much as they can, and when they do, to keep the social and physical distances that we are talking about. Finally, I want to clarify the issue with regards to flights in the country. As we indicated earlier, cargo flights are not restricted to fly in the country. This is to ensure that the economy is cushioned from the hard realities we are facing because of this disease. Most of them are bringing in medicines, among other items for use in the country. The cargo flights are not carrying any passengers. So if you see a German cargo flight or a Chinese cargo flight, please appreciate that they are not bringing passengers here. At the same time, there are also planes landing to evacuate foreign nationals who are here. For example, there will be 2 planes landing, I think today and tomorrow, to evacuate some German nationals who are in Mombasa. Today, we held a meeting between ourselves and the Council of Governors. And there are other measures that we have we made today that will be announced in a joint communique between the Ministry of Interior and the Council of Governors. I thank you all. Kama nilivyosema, nyinyi wenyewe mumejionea ile hesabu. Nimesema hapa watu 50 washaambukizwa na hii virusi. Vile vile nimesema sasa vile tumeona ni kwamba wale watu ambao wameambukizwa si ni wale walitembea ama ni wageni. Sasa ni kusema ya kwamba virusi iko hapa nchini na inaenea. Kwa hivyo ni kusema ni lazima tujikinge na ni lazima tujitayarishe kupigana na hii virusi na njia ya juu zaidi. Kwa sababu sasa ni kusema ya kwamba kila mtu, ukiangalia kila mtu, ukiwa karibu na kila mtu, uelewe ya kwamba anaweza kuwa ashaambukizwa. Kwa sababu wale walitutembelea, walikuja wakaambukiza watu hapa nchini, hao nao wameendelea kuambukiza wengine ambao tuko nao hapa. Na hata wakati huu tulipohesabu hawa 50 ambao wako hapa, kuna wengine 14 ambao tunafanya test ingine tuone kama kwamba wako nayo, lakini hawa nitasema kesho. Lakini kwa wakati huu ni kuwahimiza ndugu zanguni, nimesema wale watu wanahudumia bodaboda ni lazima pia wajikinge, kwa sababu abiria wale wanabeba, huwezi kuelewa kama yule unambeba ako na virusi ama hana. Na kwa sababu wewe hujui, ni afadhali wewe unaweka ile kitambaa ya uso ama ya pua, na yeye pia anavaa hiyo kitambaa.
mkiwa nyinyi wawili mmevaa, basi ni kusema hata mmoja akiwa mgonjwa, basi pengine hata muambukiza huyo mwenzake. Kwa hivyo tafadhalini jameni, tuliambiwa mpaka Chamvunguni lazima ainame. Chamvunguni shetu hapa ni kujikinga, ni kupigana na hii virusi. Kuinama ni kunawa mkono, ni kusafisha, ni kuwa na usafi, na vile vile kukaa mbali kidogo na mwenzako. Usije kumkaribia sana. Vile ukikaribia watu ni kusema wanaweza kukuambukiza we mwenyewe, na wewe ukiambukizwa utaendelea sasa kuambukiza wengine. Kwa hivyo tafadhalini wa Kenya, fuateni vile serikali inasema. Tufuate vile serikali inasema. Nimesema ya kwamba wale watu ambao wako Nairobi, watu wakaaji wa Nairobi, sasa tunamsihi mkae Nairobi. Msianze kutembea, msiende popote. Msiende Ushago, msiende kutembea Mombasa ama pahali pengine, kwa sababu sana kwanza Ushago, huko ndio kina mama wanakaa, wazee ndio wanakaa, na hivi virusi inaonyesha ya kwamba mzee akiipata kupona ni ngumu, sio kama vijana. Kwa hivyo sisi wale ambao ni vijana, mkiwa hamtaki kuua wale wazee, basi kaeni hapa Nairobi. Msiende huko nyumbani mpaka siku hizi ziishe, tuone vile hii virusi inaenea. Asanteni sana.